Katika juhudi za kuimarisha uwajibikaji na usimamizi madhubuti wa fedha za umma, Afisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali CAG imeandaa semina elekezi kwa Kamati ya Kuchunguza Hesabu za Serikali PSC ya Baraza la Wawakilishi, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuzijengea uwezo taasisi zinazohusika moja kwa moja na uangalizi wa matumizi ya rasilimali za serikali. Lengo kuu la mafunzo haya ni kufanya tathmini juu ya matumizi ya fedha za umma yanavyopelekea uwepo wa uwajibikaji, uwazi na kupima thamani halisi ya fedha ilivyotumika katika miradi ya maendeleo katika utekelezaji wa miradi husika, ambapo mambo hayo ni muhimu katika nchi za kidemokrasia. Utendaji wa serikali unatarajiwa kuwajibika kwa usimamizi wake wa fedha za walipa kodi kwa wawakilishi waliochaguliwa bungeni. Taasisi za ukaguzi duniani, yaani Supreme Audit Institutions, zimeweza kutoa mchango muhimu sana katika mchakato huu wa uwakili kwa kutoa mapitio huru, taarifa, hakikisho na ushauri juu ya hesabu zinazokaguliwa na kuwasilishwa katika Baraza la Wawakilishi ama katika mabunge yetu, pamoja na utekelezaji wa program, miradi, mipango na shughuli nyinginezo zinazotekelezwa na serikali. Semina hii imejikita zaidi katika misingi muhimu ya uchunguzi wa hesabu za serikali, ikiwemo mbinu za kuchambua ripoti za ukaguzi, kubaini mianya ya upotevu wa fedha za umma, pamoja na namna bora ya kutoa mapendekezo yanayolenga kuboresha usimamizi wa fedha za serikali. Miongoni mwa majukumu yake makubwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 ni pamoja na kufanya uchunguzi, lakini pia kufanya udhibiti wa masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya rushwa. Tunaposema uchunguzi ni nini? Uchunguzi, mkurugenzi mkuu amepewa mamlaka ya kuanzisha uchunguzi juu ya jambo lolote ambalo yeye kwa maoni yake anahisi kwamba hapa kutakuwa kuna viashiria vya rushwa na uhujumu. Na baada ya kukamilisha uchunguzi huu atatakiwa afanye mambo yameelezwa mbele, ima kuandaa jalada na kuwasilisha kwa mkurugenzi wa mashtaka, lakini pia kuielekeza taasisi ya umma au kiongozi wa umma hata binafsi juu ya yale ambayo yamebainika katika uchunguzi. Akifungua semina hiyo, mgeni rasmi ambaye ni Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Dr. Mwalimu Harun Ali Suleiman amesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa karibu kati ya afisi ya CAG na kamati ya PSC, kwani usimamizi thabiti wa hesabu za serikali ni nguzo muhimu ya utawala bora, haki na maendeleo endelevu. Taasisi hizi zipo kutusaidia sisi, hazikuja kutukomoa sisi. CAG anafanya kazi vizuri, anawasilisha ripoti yake na ripoti yake inakwenda moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais. Baada ya Mheshimiwa Rais anafanya nini? Anamkabidhi waziri anayesimamia masuala ya ofisi ya CAG. Anaikabidhi wapi? Barazani. Ikifika barazani, si tena property ya serikali, ni ya baraza. Na kuna uhusiano mzuri sana kati ya serikali, yani ya kusudi ya Rais, Baraza la Wawakilishi, yani serikali na Baraza la Wawakilishi. Sasa nyinyi sasa kazi yenu baada ya ripoti ya CAG kwenda kuverify, kuchunguza yale mambo yote ambayo CAG kagundua, je, yana usahihi kiasi gani? Baadaye mtaishauri serikali na mtashauri hatua gani zichukuliwe. Kupitia semina hii, afisi ya CAG inalenga kuijengea kamati ya PSC uelewa wa pamoja na weledi unaohitajika katika kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi, hatua inayotarajiwa kuongeza uwazi, nidhamu ya matumizi ya fedha za umma na kuimarisha imani ya wananchi kwa taasisi za serikali. Mafunzo haya yatakuwa na mchango mkubwa katika kuwawezesha waheshimiwa wajumbe wa kamati ya PSC kutekeleza majukumu yenu kwa ufanisi zaidi kwa maslahi mapana ya Zanzibar na wananchi wote kwa ujumla. Kwa ujumla, semina hiyo itakuwa chachu ya kuleta mabadiliko zaidi na kuimarisha ufanisi wa uchunguzi wa hesabu za serikali, kudhibiti matumizi yasiyo na tija na hatimaye kuimarisha misingi ya uwazi, uwajibikaji na utawala bora kwa maslahi mapana ya wananchi. Nusra Khamisi, UBTV.